Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Asante sana ndugu mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi. Jana ulikuwa na somo zuri unaosema upate upya, utu unaofanywa upya upate ufahamu. Leo siku ya Jumatatu tunaangalia mwenendo wa maisha mapya. Basi kabla kwanza tuweze kupata Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ambavyo unatuonyesha utu huu ambao unazidi kuuboresha, tuzidi kufananishwa na wewe. Amen. Tuzidi kufananishwa na Baba. Jinsi ulivyo wewe na sisi tutakavyokuwa hivyo kabisa. Basi na siku ya leo tunaomba kila siri zako hizi utufunulie, kwa macho yetu tuweze kuona uzuri wako katika Kristo. Ni katika jina la Yesu Mungu anakuamini. Amina. Amina. Kwa hiyo Bwana, jana tuliangalia tunaweza kuishi ndani ya Kristo baada ya kufa. Ni uzima wa ufufuo. Uzima wa ufufuo. Kwa hiyo tunaanza, lakini unaanza ukiwa na utu mpya. Utu mpya. Ila ni utu ambao unafanywa upya kila siku. Kwa hiyo somo la leo linaendelea pale tulipoachia jana. Namna tunavyofanywa upya. Namna tunavyoendelea katika upya siku kwa siku, toka utukufu hadi utukufu, upya mpaka upya. Anazidi kufanania tu kama kaka yake mkubwa Yesu Kristo aliyoko mbinguni. Sasa kwa Wakolosai 3:12 mpaka 14, tuangalie je, kwanza wasifa wa waumini wanaoendelea katika haya maisha mapya. Wanaitwaje? Wanafahamika? Maana lazima ujue wewe ni nani. Alafu inahusianaje na mwenendo sasa? Wakolosai 3:12-14. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, sawa, unyenyekevu, sawa, upole, sawa, uvumilivu, sawa, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Ndiyo. Kama Bwana alivyosamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Sasa tuanze na wasifu au waumini wanatajwa kwa jina gani? Wateule wa Bwana, wa Mungu. Wale wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao. Hili neno wateule wa Mungu lilikuwa linatumika kama kwa Israeli. Yaani Israeli iliteuliwa kwa taifa teule. Kwa hiyo jina hilo linawahusu wale waliokufa na kufuka pamoja na Kristo. Wameteuliwa. Lini walipoteuliwa? Ibrahimu alipoitwa, nitakufanya kuwa taifa teule takatifu. Mwanzo 12, yes. Na baadaye Kutoka 19. Kwa hiyo ilikuwa ni tangazo la Mungu. Akaitwa. Na wito ndio uliomfanya ateuliwe. Alipokubali akateuliwa. Na sisi wa Kristo lini tulipoitwa? Kupitia Injili. Kristo umekufa kwa ajili yetu. Tulipokubali tukabatizwa, inamaanisha tumeitwa na kuitika. Na kwa wito huo tumeteuliwa. Kwa hiyo hajatusingizia anaposema basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu. Sasa naomba niulize, unaamini wewe ni mteule? Mimi naamini ni mteule. Sio Wakolosai tu walioambiwa. Mimi ni mteule. Kristo alisema waitwao ni wengi ila wateule ni wachache. Hilo linakuhusu wewe. Unaweza kuwa umeitwa lakini hujateuliwa. Umeitwa ukaitika lakini sio mteuliwa. Unaoitwa ukaitika sio mteuliwa. Kwa hiyo Yesu alisema waitwao ni wengi, wateule lakini wateule ni wachache. Yesu alikuja akiita, alianza Yohana Mbatizaji akaita Israeli. Jamani, Mungu anaanzisha njia, ufalme wake umekaribia. Walioitikia 12, sawa sawa, na waliowasikiliza 12. Kwa hiyo hao ndio walioitwa wateule. Na hao ni wachache kweli. Lakini walioitwa, ule ujumbe ulienda Galilaya, ulienda na wewe unaitwa. Hata sasa hivi unaenda unazunguka kote. Lakini wanaoitikia ambao ni wateule ni wachache. Sasa wanaoitikia ni wale wateule au wachache. Mtu vipi yule ambaye alikubali ule ujumbe akabatizwa
na yeye anasemeka mteule, lakini bado matendo yake yako katika ule utu wa zamani. Ndio hilo neno ambalo linafuata sasa pale, wapendwao na Mungu. Sasa 3 mstari wa 12. Najua hilo ndilo linalotusumbuaga sana watu wengine. Sasa wewe mteule gani una tabia mbovu kama namna hiyo? Utakuwa mteule kweli? Sikiliza. Kuna mavazi alafu kuna identity au nini? Identity nini? Utambulisho. Kuna utambulisho wa ndani alafu kuna utambulisho wa nje. Mavazi ni utambulisho wa nje. Sisi kwa ndani tumeshazaliwa huko. Tumeshafufuliwa. Uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Lakini tukiwa hapa duniani unafunuliwa uhai toka utukufu hadi utukufu. Lakini katika mwili siku atakapokuja tutafanana naye, tutabadilishwa kutoka mwili huo unyonge kuingia utukufu. Sasa kwa sasa hivi kimwili tunaonekana kama sio tufanani na Kristo. Kwa Kristo anachoka huko aliko na ule mwili aliopewa achoka. Sasa kwa hiyo tunasubiri kuvikwa. Sasa na utu tulionao katika Kristo Yesu tunatakiwa kuuvaa. Ni tabia, ni vazi. Hapo ndipo wakati mwingine ndio tunapovuruga mambo. Mtoto mdogo anamwambia nenda kavae nguo umekuko uchi, akaenda kule ndani akachukua sketi ya dada yake, na ni kijana wa kiume. Aishakuwa mwanamke hapo, kwa kuwa amevaa hiyo nguo ameshakuwa mwanamke au nani? Si unamsaisha, unamwambia hatuvai wanaume, nenda karudisha. Ni kweli kabisa. Ndivyo ilivyo. Ndivyo anavyotuambia hapa pale. Anasema kwa kuwa ni wateule. Sasa vaeni kama wateule. Sawa sawa. Na wanavaa kwa moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi vivyo hivyo na ninyi. Na zaidi ya hayo unajivika nini? Unajivika upendo, kifungo cha ukamilifu. Alafu na nini? Na imani za na amani. Kristo iamue mioyoni, itawale mioyoni mwenu. Hiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Umesema wateule? Walioitwa. Tumeitiwa nini? Tumeitiwa amani. Kwa hiyo tumeitwa kuvaa, sio kubakia uchi. Tumeitiwa amani, tumeitiwa upendo, tumeitiwa furaha, tumeitiwa uvumilivu. Umesema wanangu mpo uchi mnaibisha ninyi wanangu, njoni hapa. Kwanza nimewazaa upya. Mlikuwa hata mwezi kuvaa nguo, sasa mtavaa. Na mnavaa nguo zangu. Hii ndio tabia ya Kristo. Ndio utu. Utu huu ndio wa Kristo mpya ulionao. Wewe mteule. Hizi nguo zinakubana, hizo nguo ni size yangu kabisa. Au ni size yako? Size yangu. Uzoefu wa kuzivaa ukoje? Uzoefu wa kuzivaa ni kwamba kadri nikiziweka zinanipendezea. Ninaonekana bora. Yaani hata nikitokea hivyo naona umependeza. Hivyo ndivyo inavyotakiwa uwe. Mimi bwana nina uzoefu wa nguo zangu. Ukinichunguza sana na nguo karibu zile za siku nyingi. Ambazo umeziona nazo miaka 4-5 iliyopita, kweli siku hizi sio kubadilisha sana. Umeziona? Ukivaa nguo muda mrefu, yani nikivaa nguo muda mrefu inakuwa kama sehemu ya mwili wangu. Sawa. Ni kama part of my inner identity. Yani asili yangu. Kwa hiyo hata wakati mwingine nasema badilisha bwana, unaona kama unanipatia shida, mbona bado ni nzima. Ila wakati wa kuvaa inakuwa kama ni kitu kipya. Na wakati mwingine hata kiatu nikivaa naona kama kinanibana. Lakini kadri kinavyokaa ndivyo kinavyoendelea. Ndani ya Kristo Yesu wewe unaonaje? Uvumilivu tu unakuja tu kwa sababu umempokea Kristo Yesu, unakuja tu kirahisi. Unapozidi kuvaa unapozidi kukaa. Unapovaa unajisikia kama ni umeenea. Unajisikia kama umeenea. Mwanzoni unasikia kama mwanzoni unaona kama unaigiliza hivi. Kama sio nguo yangu hivi. Kama sio asili yangu hivi. Kuna mtu mmoja nimsikia juzi anasema, unasema mwachie Mungu, mimi hilo si mwachie Mungu, hilo tu. Hiyo kitu eti Yesu wasamee, wajua hiyo huo ni unyonge huo. Sasa ndani ya Kristo Yesu kama Kristo alivyotutendea anasema,
na sisi tuwatendee wengine. Kwa hiyo unajua hilo ni vazi langu. Bwana wangu anavaa, sasa mimi nitavaa. Hata kama inasumbua mwanzo. Lakini kadri utakavyozidi kuvaa, ndivyo ambavyo itazidi kuenea. Unasema this is part of my nature. Una uzoefu ni? Na uzoefu katika mambo ya unyenyekevu na uzoefu pia katika mambo ya kutafuta utu wa imani. Mara ya kwanza unyenyekevu ulikuwa unanisumbua, kwa tu jamani amenionaje? Lakini baadaye ninapozidi kuona hata hii nini inakusumbua, kwa mimi sio mtu huu. Unaachilia. Unasema mimi sio mtu kwa kujibizana kwa kesi hizi za ajabu za kitoto. Mimi utu wangu ni mavazi jipya, niko katika mwili mpya. Amina. Rafiki yangu, mimi natamani kusikia uzoefu wako pia. Tunashiriki pamoja, tunajengana pamoja na uzoefu. Natamani upitie tena orodha hiyo tuliyoangalia katika Wakolosai sura ya 3:12 mpaka 14:5 pale, alafu tuambie na wewe una uzoefu gani katika kubandika vazi hili jipya kutoka mbinguni lililofumwa kwa mikono ya Bwana wetu Yesu Kristo na ufundi wake na ufahamu wake. Twende tuombe ili tuweze kulivaa kila siku vazi hili. Baba yetu wa mbinguni, tunahitaji kutembea katika mwendo huu tukivikwa vazi hili la Yesu Kristo Bwana wetu. Vazi hili Baba, wengine wamehisi linabana. Linavaliwa mara moja moja. Lakini umetuita kulivaa kila siku. Neema yako inatosha. Na ikiwa kama kuna msikilizaji hapa, labda ni uvumilivu unasumbua, labda ni unyenyekevu unasumbua, labda ni upendo kama kifungo cha ukamilifu kimelegea, Baba, leo hii neema yako inatosha. Mpe ujasiri wa kuvaa, na kama vile kulazimisha, lakini kumbe ndio asili yetu na ndio vazi letu. Baba, mpatie kuzoea. Tubarudishe tena kwa masomo kama haya na uzoefu kama huu, kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa kipindi kizuri. Leo tunamaliza somo la mwenendo wa maisha mapya. Kesho siku ya Alhamisi tunaangalia kuishi maisha mapya. Karibu sana. Mimi ni Arnold Binza. Na mimi ni Enos Makalibele. Tunakaribisha siku ya kesho.